Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa robo finali ambao tumetoka kuutazama hapo siku ya jana kutokea katika nchi ya Misri, ambapo mchezo huu ulikutanisha klabu ya soka ya Al Masry wakiwa nyumbani dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo huu uliweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Al Masry kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo tunashuhudia bao la kwanza la Al Masry lilifungwa katika kipindi cha kwanza kupitia kwa Ibrahimu Degmoum katika dakika ya 16, na bao la pili la klabu ya soka ya Al Masry liliweza kufungwa dakika 89 kupitia kwa John Okeye na kuweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuweza kupoteza kwa mabao 2 katika mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali. Sasa katika mchezo huo kuna matukio mengi tata ambayo yaliweza kujitokeza, hususan kuna goli ambalo waliweza kushinda Al Masry. Goli hili lilikuwa na utata. Sasa fahamu, kabla ya kuendelea mbali, ngoja tukakujuze yale matukio tata ambayo yaliweza kujitokeza. Katika kipindi cha pili tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club kuna mpira ambao wangeweza kunufaika kwa mkwaju wa penati, ambapo muamuzi wa kati aliweza kuiwa klabu ya soka Simba. Ukiangalia pale uwanjani kulikuwa na VAR, lakini VAR hiyo moja kwa moja iliweza kudinai ama kukataa penati halali, ambapo penati ni kuhusiana na faulo aliyochezewa mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Leonel Christian Ateba Mbida na golikipa wa klabu ya soka ya Al Masry katika kipindi cha pili ndani ya box, lakini muamuzi wa kati hakwenda kujiridhisha katika chumba cha VAR. Kwa hiyo Simba waliweza kuhujumiwa kwa kutokupewa mkwaju wa penati, kwa sababu ukiangalia golikipa aliweza kumshika mwili Leonel Christian Ateba, kwa hiyo angestahili kuweka mkwaju wa penati. Kwa hiyo Simba pale wamedhulumiwa katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Lakini katika kipindi cha pili tunashuhudia Al Masry waliweza kupata bao katika dakika 89, bao hili likifungwa na John Okeye. Kwa upande mwingine bao hili halikustahili kuwa bao, kwa sababu mchezaji wa klabu ya soka Al Masry ambaye alipiga pasi ya mwisho kwenda kwa John Okoye, kwa upande mwingine alikuwa katika eneo la kuotea. Kwa hiyo muamuzi wa kati na mshika kibendera namba 2 wangetakiwa kuhukumu tukio hili kama ni offside, kwa sababu ukiangalia tayari mchezaji huye wakati anapokea mpira kabla ya kwenda kupiga pasi kwa John Okoye alikuwa tayari ameshaotea. Kwa hiyo VAR kwa upande mwingine ingetakiwa kwenda kulichukuza tukio hili. Ukiangalia Simba pale waliweza kuhujumiwa. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalali kabisa, kama muamuzi wa kati angechezesha kihalali
na kwenda kujiridhisha katika VAR, basi kuna uwezekano mkubwa mchezo huu goli ni la Al Masry pekee na Simba wangeweza kupata mkwaju wa penati kutokana na mchezaji anaofahamika kwa jina la Lionel Christian Atibambida kuweza kuchezwa rafu ndani ya box na golikipa wa klabu ya soka ya Al Masry.